wakasafiri mpaka nchi ya Misri. Biblia inasema katika ile nchi ya Misri Yusufu akafanya kazi katika nyumba ya Potifa, na katika nyumba ya Potifa ikaweza kunawiri. Maandiko inasema kisha baadaye yule mke wa Potifa akamtamani Yusufu. Yusufu akamwambia, katika hii nyumba nimeamrishwa ya kwamba kila kitu ninaweza guza, lakini kile ambacho sijaruhusiwa kuguza ni wewe ambaye ni mke wa mkuu wangu. Biblia inasema mke wa Potifa alijaribu kujilazimishia katika maisha ya Yusufu. Yusufu akatoroka. Kwa vile tunaelewa zaidi, maandiko inasema Yusufu akazingiziwa, akapelekwa gerezani. Baada ya gereza, Yusufu akatafsiri ndoto, akainuliwa, akaketi katika kiti ambacho ni cha utawala katika nchi ya Misri. Nataka kuanzia safari yangu hapo, mpendwa ambaye nazungumza nawe mchana wa leo na jioni ya leo, watu wengi ambao tuko katika haya maeneo ya Thika, wengine hatukuzaliwa hapa, wengine tumekuja huku kufanya kazi, wengine tumekuja huku kwa sababu ya shughuli za hapa na kule. Tazama, ni katika nchi ya ugenini. Maandiko inaniambia ya kwamba Yusufu akiwa katika nchi ya ugenini, Bwana akamfanya kuwa mtawala. Kwa hivyo jambo ambalo nafaa kuelewa, kulingana na kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Biblia inasema ya kwamba Mungu atakubariki ukiwa mjini na pia atakubariki ukiwa mashambani. Katika maisha ya Yusufu ilikuwa ni ya ukweli, kwa sababu alikuwa katika nchi ya ugeni, alikuwa katika nchi ya wenyewe, lakini katika hiyo nchi akaweza kunawiri. Ninataka kutangazia mtu jioni ya leo, ingawaje uko katika mji wa Thika, ingawaje wewe ni mgeni huko, ingawaje uko maeneo haya umekuja kukodi nyumba na unaishi, nataka nikutangazie kunazo baraka ziko katika Biblia. Zinasema ya kwamba mtu abarikiwe akiwa katika mji. Maandiko inasema ukiwa mjini ubarikiwe, ukiwa mashambani ubarikiwe. Biblia inasema ya kwamba baada ya muda mdogo ama muda mchache kukatokea njaa katika nchi ya Kanaani, katika nchi ya Israeli. Biblia inasema nao wakatuma vijana waende katika ule mji wa Misri kwa sababu wamesikia njaa iko pale. Nataka nisungumuze na mtu hapa mjioni ya leo. Kuna mtu ambaye alitoka maeneo ya kwao akaja katika huu mji wa Thika kwa sababu watu wa familia yenu waliweza kukuwaza vibaya. Labda ndugu zako walikuwazia mabaya, labda ni wazazi walikugeuka, labda ni mambo haikukuendea vizuri. Ukasema ya kwamba nami nikienda mjini, nitakapofanikiwa katika huo mji, hawa watu wataweza kunitambua, hawa watu ndugu zangu wataweza kunijua. Niko hapa jioni ya leo nimeleta ujumbe ya kwamba wewe usiwe mtu ambaye unahusika kulipia. Ameuzwa katika nchi ya Misri na ndugu zake wamekuja katika hiyo nchi, hawa walikuwa wamemtuma mbele atengeneze njia. Niko hapa jioni ya leo na katika maeneo haya ya Kimorori nimekuja kutangazia mtu, ingawaje walikufukuza, ingawaje mambo ikienda vibaya katika huu mji, lazima ukaweze kuwa umetawala, lazima ukaweze kuwa umetulia, ndio uweze kuwa sababu ya ndugu zako kuweza na wao kufurahia. Usiwe mhusika yule ambaye atalipiza kizazi. Yes. Bwana asifiwe. Bado ninasafiri. Biblia inasema ndugu zake walipofika alifanya mambo yake, kisha baadaye wana wa Israeli wakaenda katika nchi ya Misri. Kutoka hapo miaka 400 ikaisha, Mungu akatumana. Mungu sio wewe utarudi hii nchi, bali uzao wako ndio utarudi hapa. Biblia inasema wana wa Israeli wakaanza safari kwa sababu ya masaa imekimbia. Nataka nisungumuze jambo moja. Wakati Israeli walifika katika nchi ya Kanaani, kabila zingine zote zilipata mahali pa kutulia, lakini ikawa kizazi ya Dani haijaweza kutulia, ikawa ni kwa bahati mbaya. Nasikiliza, maandiko inaniambia ya kwamba katika hiyo siku hakukuwa na mfalme katika hiyo nchi ya Israeli, kwa sababu watu ndio waweze kutulia, lazima kuwe na mfalme ambaye anaweza kualoketi mahali penye wanaweza tulia, lakini ikawa hawana mfalme wa kuwatetea. Niko hapa
kuishi. Kuna watu ambao wako na matatizo, nyumba tu zimefunika mambo. Kuna mzee na bibi hawaongeleshani. Kuna mama analilia Mungu kwa ajili ya watoto wake. Nimeleta habari na mfalme, lakini ninayo habari njema. Ninayo habari njema jioni ya leo. Nimeleta mfalme, nimeleta mfalme. Wewe ni kama Dani, wewe ni kama kizazi ya Dani kilizunguka muda mrefu kikitafuta mahali pa kukaa. Wewe ni kama huyo Dani, umefanya biashara mingi, umefungua duka ukafunga, umefungua ukafunga, umetafuta kazi umetafutwa, maana mambo itakaa vizuri. Lakini niko hapa jioni ya leo, nimeleta habari. Kunaye mfalme, kunaye mfalme, kunaye mfalme, kunaye mfalme. Maandiko inaniambia ni simba ya kabila la Yuda anapoguruma, zingine zote zinakuwa simba za kike, maana anapoguruma mambo lazima itulie, mambo lazima itulie. Biblia inasema ya kwamba walizunguka kwa muda mrefu. Ninajua umezunguka, umehama ploti moja ukienda nyingine, mpaka watu wamekuwa na tendency ya kwamba ukikaa kwa hii ploti hauendelei, ukienda ploti ingine hauendelei. Unasema hii ploti iko na majini, kwa sababu kiganjo inajulikana. Watu wengi wamejenga manyumba wakazipeana kwa madhabihu ya waganga na wachawi, ya kwamba mpaka maintenance wakiingia hawawezi wakaendelea. Niko hapa jioni ya leo, niko hapa jioni ya leo, niko hapa jioni ya leo. Ninaongea kwa sauti ya Mungu, ninaongea kwa niaba ya Mungu. Nimeleta mfalme, ingawaje kutakuwa na matambiko, ingawaje kutakuwa na madhabihu, ingawaje atakuwa ameenda Sumbawanga, kwa sababu kunaye mfalme, kwa sababu ninaye mfalme, kwa sababu kunaye kabila la Yuda anapoguruma, 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 wengine wote wanakaa kama mbweha. Uliza huyu jamaa Yesu, wakati Herode alitumana, alisema namna gani? Nenda mwambie hiyo mbweha niko hapa. Enda mwambie hiyo mbweha niko hapa, nitahubiri leo, kesho nitahubiri, na kesho kutwa nitahubiri. Kwa sababu gani? Alielewa yeye ndiye mfalme, yeye ndiye simba, yeye ndiye mtawala. Hao wengine wote ni mbweha. Atuwapendwa, munisaidie kwa sababu siwezi endelea. Na nimekuja jioni ya leo, nimetumwa na neno la Bwana, nimetumwa nikiwa nimejaa. Biblia inasema namna gani? Roho wa Bwana ako juu yangu, amenipaka mafuta ya kwamba nihubiri habari njema, nihubiri habari njema, nitangaze wafungwa wafunguliwe, nitangaze mwaka wa Bwana ambao umekubalika. Ninajua mwaka huu kuna mambo mengi ulipanga, na sasa tunaelekea mwisho wake. Unapoangalia mbele haijatimilika, unapoangalia nyuma na shingo ulianzia wapi? Lakini I am here tonight. I have come with the power of God. I am anointed for this season. I have come to declare that you shall be able to overcome, kwa sababu mfalme ashaland already. Mfalme amefika. Watoto wamekaa suku, watoto wamekaa suku. Yani mtoto anavuta banki, anavuta banki, mpaka unachanganyikiwa, mama itaenda namna gani? Lakini niko hapa jioni ya leo ya kwamba mfalme anaposhuka mambo yote yananyoka, yananyoka. Wakati mmoja akina Filipo wakiwa na huyo mfalme wakateremka katika mji wa Samaria, wakapata na jamaa ambaye anaitwa Simoni, ambaye alikuwa ni mchawi. Maandiko inasema alikuwa ameogopewa katika huo mji, alikuwa ameogopewa sana katika huo mji.
akamwambia